kuna maroho ambayo yanaishi ndani ambayo tunapigana nayo. Lakini ukiwa katika mwili utaenda kupiga na roho, lakini wewe kuuliza tukue katika roho ili tuweze kupigana na roho. Vile vitu vikiachiliwa kutoka kwa usiku utakwenda sana kwa sababu Biblia inasema kwamba kila mmoja anaingia katika anga ya kiroho. Shetani mwenyewe malaika wake wanaingia katika anga ya kiroho. Malaika wake Mwenyezi Mungu wanaingia katika anga ya kiroho. Ndio maana Mungu anataka kufanya jambo. Mungu anataka kufanya jambo ndani yako. Shetani mwenyewe anajua. Malaika wa shetani wanajua. Kwa nini? Walikuwa katika anga ya kiroho. Wote wako katika anga ya kiroho. Lakini watu wanasema hapa kuna yule wa kuharibu na kuna yule wa kuzileta. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. So wakimaliza sasa, wakimaliza hizo kutuna hizo vitu, wakimaliza hizo shida, wakiwa wamefika mwisho, watakuja waseme hapa kweli huyu akona Mungu, kweli Jose akona Mungu, kweli Maria akona Mungu, kweli Mungu akona Mungu, kwa sababu zile vitu ambavyo walikuwa wanashika kwake zimewashinda, na watakuja mwisho, watakuja waseme kwamba kweli Ningependa turudi kwake Mwenyezi Mungu. Ningependa turudi yule Mungu wetu. Ninakuja kumwambia kwamba yeye atatenda. Ninakuja kumwambia kwamba yule Mungu wetu tunamweka atatenda. Ningependa twende na Mungu wa Jose. Ningependa twende na Mungu wa Maria. Ningependa twende na Mungu ambaye yuko Mungu. Watakuja wamrudie Mungu waseme ya kwamba huyu ndiye Mungu wa kuabudiwa. Nani huyo Mungu? Huyu Mungu ndiye Mungu wa kuabudiwa. Nani huyu Mungu ndiye wa kuabudiwa? Huyu Mungu ndiye anafaa kuabudiwa. Kwa sababu watakuwa wamefika mwisho. Na pia kama vile wameki declaration, wakileta afundishe. Pia wameki declaration waseme ya kwamba yeyote ambaye anakuja kuabudu huyu Mungu, yeyote ambaye anakuja kuabudu huyu Mungu wa Jose, yeye mwenyewe ningependa na utengenezwe kama mlima. Nyama safi ziwekwe mahali pamoja, zitengenezwe kama mlima, kwa sababu wao wenyewe wanapiga kugundua kwamba huyu kweli Jose alikuwa na Mungu. Alipokuwa anataka kuabudu Mungu yetu, alikuwa na Mungu. Na hii itakuja kama wewe unamsimamia Mwenyezi Mungu. Hii itakuja kama utaenda kusimama na wewe kweli. Hii itakuja vile utaenda kusimama na Mungu wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Fanyeni Bwana. Thank you. So, ningependa kuuliza, tuingie kwake Mwenyezi Mungu. Tukwende kwake Mwenyezi Mungu. Pia kitabu cha Danieli kifungu cha 6. Danieli mwenyewe alisimamia Mungu, akasema hizi vitu zenu sitazifanya. Hizi vitu ambazo unafanya hapa mimi sitazifanya. Kwa sababu Danieli alikuwa amesimama, alikuwa anajua mimi nisimama Mungu, huyu Mungu ataenda kuniokoa. Na wakasema kwamba yeyote ambaye ataabudu hii Mungu yetu, yeyote ambaye ataenda kuabudu hii Mungu yetu, ambaye tunataka mahali hapa, atawekwa katika deni la shida. You will be put into the gate of life. Na hivyo ndivyo kulifanyika. Mwishowe wakaenda kumtoa, wakamuuliza ni kwa nini. Wao wenyewe wataelezea kwamba wakamuuliza ni kwa nini. Bwana tulikwenda mahali fulani, na tunaona bado ni uhuru. Ni kwa nini? Ni kwa nini bado tunaenda vizuri na tunapata hai, tunataka hapa tumalize. Wao wenyewe wanajileta. Bwana asifiwe. Hao maadui wako watajileta wao wenyewe. Wale ambao wanakutika kabisa watajileta wao wenyewe. Watakuja kukuuliza, hawatatumana kwako. Kama vile King alienda kwa Danieli, kama vile King alienda kwa Seta Mesa akawauliza ni kwa nini Bwana tuliweka. Bwana alienda akauliza Bwana tuliweka
hili sasa. Bwana tuweka watu watatu katika huu moto na tunaona watu wanne. Yeye mwenyewe ataleta hawa watu wako. Ningependa kukuambia haliingia kwa moyo kwa sababu watu wengine ukisoma chochote cha Danieli atasoma sana kiingereza ukielezea ni kitu ambacho tukisoma hicho kitabu ndani walipokuwa wanaambiwa nendeni kuabudu Mungu. Hii ndio kwa maana nikaenda kwenda kuabudu. Na kama vile Shaka na Abednego walienda wakasemekana walikuwa Jews wakaenda wakasemekana they are Jews somewhere who are not worshiping your God. King, there are Jews somewhere who are not worshiping your God. The same thing to Daniel. King, there is in Judah. There is person from Judah who is not worshiping your God, who is not worshiping what you say. Danieli siri yake ilikuwa kupiga magoti. Yeye anapiga magoti, anaangalia kupatia ufalme, anaangalia mahali kuna ufalme, anaangalia ufalme kwa maana hiyo, anaanza kuomba akiangalia kwa ufalme, kwa sababu kila ambacho alikuwa anaharibu kilikuwa kwa ufalme, kila ambacho alikuwa anaharibu kilikuwa kwa ufalme. Ningependa bado tunatambia ama ukiangalia huko, nenda kupiga magoti, uangalie badilisha, ukiangalia mahali anapotoka. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Sasa kuuliza, nenda kupiga magoti, ukiangalia huko usiwaogope. Kuwa na courage. Huyu Danieli alipopita akaulizwa, kweli wewe Mungu wako anataka kukutoa katika hili deni la simba? Akasema ndio. Hata wewe unapenda useme ndio. Ukiulizwa huyu Mungu wako tukihitaji damu yako atakuja kukuokoa, sema ndio, atakuja kukuokoa. Tukihitaji mwili wako atakuja kukuokoa, sema ndio, atakuja kukuokoa. Kwa sababu ukifua mwili, the problem with us is that we are fearing. We don't have courage. Tunaogopa. Tulisikia anaongea, tulisikia huruma, tunasema kwamba huyu bila huruma, huyu bila huruma, huyo ni wa kuogopa. Lakini ningependa kukuhimiza, ningependa kuambia jioni leo, usimwogope. Huyu ambaye anakuomba hakuna chochote ndani yake, kwa sababu nguvu anazotumia yule ambaye ako ndani yako anatumia hizo nguvu. Bwana sifiwe. Swali la pili nimetoka mahali hapa. Leo utafuta Mungu. Leo utafuta Mungu. Na utafute uhusiano na Mungu. Uweke uhusiano wako wa karibu na Mungu. Uhusiano wa karibu na Mungu, kwa sababu tukimalizia in verse 28, not verse 28, but verse 30. Verse 30, the king himself, he promoted Shadrach, Meshach and Abednego. Wale watu ambao wanataka wakakurudisha katika shimo, kwa sababu wanaona wakiwa katika ufalme watakuja kuchukua, watakuja wakubebe, wakuambie tunakusimamisha, usimame mbele ya watu, uwaambie kwamba mimi ndiye nimesimamia katika kijiji, nimesimamia ili nikaweze kusimamia kila ambacho Mungu alisema, kwa sababu they will promote you and bring you into the leadership. Wale wakapromote wakasema kwamba hao watu wanasimamia Mungu ambaye wako kuabudu, na tuwalete kwa sababu Mungu aliye ndani yao hawezi kushinda. Ningependa tuwalete katika ufalme, kwa sababu hata katika ufalme au tutaenda kushindwa. Maadui wakiona kwamba wewe ndiwe utaenda kuokoa, wewe unaweza kuokoa, wataenda wakuchukue, wataenda wakubebe, wakulete tena uweze kuungana nao. Ningependa wakulete ili uweze kuungana nao, usiwaogope, kwa sababu bila kusarenda wameshuka, wamejishusha, kwa sababu walikuwa wamejishusha, lakini watajishusha wao wenyewe. So tukitoa mahali hapa
promises. You cannot make some promises with fear. You cannot make some promises without good relationship with God. So ningependa kuwa nimefika hapo, ukaribishe na wachia ili waweze kusatisha kipenda sote kwa Uislamu na Mwenyezi Mungu. Tusimame ili jawe. Piga makofi. Piga makofi. Piga makofi. Piga makofi. Piga makofi. FOG Studios. Ukimwona ketemeye ondoka iyo kudhailo. Alamuna sia gospel ukambani ni ya dhalile. Ukimwona ketemeye ondoka iyo kudhailo. Alamwaise ukamba mabasi tani madhalile. Uwakini mwailoka ndwa kinduki kina mwendo. Alamwaise ukamba mabasi tani madhalile. Uwakini mwailoka ndwa kinduki kina mwende. Tilevi na mekia magoti molugu. Sisi awone mawikitwe mumo wangai. Tilevi na matava na siana isululu. Adimito nangalia hivyo ni ya dhalile. Alamuna sia gospel ukambani ni ya dhalile. Ukimwona ketemeye ondoka iyo kudhailo. Alamuna sia gospel ukambani ni ya dhalile. Ukimwona ketemeye ondoka iyo kudhailo. Kitani mamuka iye ongai. Ekaleta munongi wa yangosi boyi toyiki mwanala makwete omyo. Kitani mamuka iye ongai. Kabaidi mbaito twaemeba kongai. Aize ya koko paduka nyamadana ngano kandwai. Kabaidi mbaito twaemeba kongai. Aize ya koko paduka nyamadana ngano kandwai. Alamuna sia gospel ukambani ni ya dhalile. Ukimwona ketemeye ondoka iyo kudhailo. Alamuna sia gospel ukambani ni ya dhalile. Ukimwona ketemeye ondoka iyo kudhailo. Yehova makau maito taklisto ni maingi. Tukwache kutulwa ngao na wiya waku ni mwingi. Yehova makau maito taklisto ni maingi. Tukwache kutulwa ngao na wiya waku ni mwingi. Atatate ya ukite watuye kauni waku. Nilikana wao wangela ni wakutete siana siaku. Atatate ya ukite watuye kauni waku. Nilikana wao wangela ni wakutete siana siaku. Na kumwini cha beu tatu wangai. Olanga mekanile nutumwa Yesu au mwa. Na kumwini cha beu tatu wangai. Olanga mekanile nutumwa Yesu au
mwa alamu na siagos kamba nini ya dalile ukimwone ketemene kunduka iyo kutayi alamu na siagos kamba nini ya dalile ukimwone ketemene kunduka iyo kutayi mange mwana kama Nikospo ino ya Yesu Nikoma nitete medoi Nikospo ino ya Yesu Kijili ino ya Yesu Ebi wenga lama ya ndakame Mangosi bondelwa nubutwa Ebi wenga lama ya ndakame Aini mayaile nukimwa Ebi wenga lama ya ndakame Chungaji mayailwe nubutwa Ebi wenga lama ya ndakame Kanisa nunangwe ndaiya Ebi wenga lama ya ndakame Ngosi boi ya Yesu Ebi wenga lama ya ndakame Muinjiliti ya udha ukiwa Ebi wenga lama ya ndakame Tuile ali utuboye Ebi wenga lama ya ndakame Yesu wakiye kikukiwo Ebi wenga lama ya ndakame Aitu watona ni wailwe nukia Ebi wenga lama ya ndakame Ulicha ni wailwe nukia Ebi wenga lama ya ndakame Kindukiti cha udha ukiwa Ebi wenga lama ya ndakame Injili eno ya Yesu Ebi wenga lama ya ndakame Injili eno mwa yevinya Ebi wenga lama ya ndakame Eloi mutende Ebi wenga lama ya ndakame Eloi Yesu ni weye Ebi wenga lama ya ndakame Gedi siawe no ibikie kanisa mwe yai Ikalimwe yomisye Injili ni ebi wenga lama nene Gedi siawe no ibikie katanzuki baya Mombasa chani Tata ni watwe yene sanga inakualime Mama Afrika kwa tilila Yesu Ewe nedo siya maida we Tukuma Yesu Ningwenda mweyo umisye Nundu makawe ni maingi Mundu Jackson Mutinda Masekete Tuma basa mwana wa Mwene kaneni Tukuma Yoba Hallelujah My boss Prophet Jackson Mololo Eva ya pipeline na ngongu Tabanya Yesu